Jioni ya leo basi na mimi nitakuwa tunajifunza kwa habari ya Adamu wa mwisho. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15 mstari wa 45. Wa Korinto wa kwanza 15:45 nasema ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuiwisha. Anasema ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Alafu kuna Adamu wa mwisho anaitwa roho yenye kuiwisha. Hapa ameongea kwa habari ya watu wawili. Wa kwanza ameitwa Adamu na anaitwa mtu wa kwanza. Ninapoongea kwa habari za Adamu, Biblia nasema Mungu alimuumba mtu, akamuumba kwa sura na mfano wake. Na baada ya kumuumba huyu mtu, Biblia inaniambia Mungu akamweka katika bustani ya Eden. Kama ambavyo leo Mungu amekuweka Goba, kama ambavyo mwingine Mungu amekuweka Dar es Salaam, lakini zaidi sana Mungu amekuweka Tanzania, ndivyo Mungu alivyofanya kwa Adamu. Baada ya Mungu kumuumba, Mungu alivyompa zawadi ya kwanza ya sura na mfano wake. Zawadi ya pili Mungu aliyompa ni pumzi ya uhai. Mungu amekupa hata wewe hiyo zawadi ya pumzi. Ukiona unatembea ni kwa sababu na hiyo zawadi ya pumzi. Ukiona una uwezo wa kuongea ni kwa sababu na hiyo zawadi ya pumzi. Ukiona una uwezo wa kuja kwenye biashara ni kwa sababu na hiyo zawadi ya pumzi ya uhai ndani yako. Na hii zawadi ni bure. Kama ambavyo Mungu alimpa Adamu bure, ndivyo ambavyo hata Mungu amekupa wewe bure. Lakini zawadi nyingine Mungu alimpa mwanadamu ni mwili. Bila anasema akafinyanga mavumbi, akautengeneza mwili. Hiyo namba 8 unayoringia, hiyo ni zawadi Mungu aliyokupa. Hicho kifua kizuri unachoringia kipo kwenye mwili ambao Mungu amekupa. Hiyo sura nzuri unayoringia ipo kwenye mwili ambao Mungu amekupa. Hiyo miguu mizuri unayoringia, tena unaita miguu ya bia. Mimi sijui, nitaki kujua ni ya bia wala ya nini, lakini hiyo miguu pia ni ipo kwenye mwili ambao Mungu ndio aliyokuumba na amekupa bure. Vyote unavyoringia umepewa bure. Maana nyingine ni kwamba unaishi kwa vitu vya kuazima. Ingekuwa ni kawaida labda ni mfanya biashara, tungesema hiyo biashara ulionayo inaendelea kwa sababu ya mkopo uliokopa. Huo mwili ni mkopo umepewa na Mungu. Hiyo pumzi ya uhai ni mkopo umepewa na Mungu. Unapoona upo kwenye majira, uzima ulionao ni mkopo umekopeshwa na Mungu. Na kawaida ya wakopeshaji wote, huwa kuna siku inakuja watakudai kile walichokupa, na Mungu ndivyo itakavyokuwa siku ile. Naye pia atakuja kwa ajili ya kudai jinsi ulivyotumia huo mwili, jinsi ulivyotumia hiyo pumzi, jinsi ulivyotumia maisha aliyokupa. Hiyo miaka 40 au 30 utakayoishi, kuna siku aliyekukopesha atakuja. Itakuwa ni jambo la kuumiza sana kumkuta mtu ameleka mahesabu ya kwamba mwili wake ameutumia kwa zinaa, ya kwamba mwili wake ameutumia kwa ulevi, ya kwamba mwili wake ameutumia kwa pombe, ya kwamba mwili wake ameutumia kwa sigara. Litakuwa ni jambo la kuumiza sana, na hiyo itakuwa ni hasara. Ndio maana Marko sura ya 8 ule mstari wa 36 anasema itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote lakini akapata hasara nafsi yake. Hiyo nafsi yako ikipotea mbele za Mungu aliyekukopesha huo mwili, Mungu anakuwa amepata hasara na wewe pia unakuwa umepata hasara. Huo mwili umekopeshwa. Na kawaida ya kila mkopo una muda. Haukopeshi milele. Kila mkopo una muda. Mwingine unaweza ukawa ni wa wiki moja, mwingine ni wa wiki 3, mwingine ni wa wiki 4, mwingine ni wa miezi, mwingine ni wa mwaka. Kila mkopo una muda. Na ndivyo Mungu alivyo. Hata huo mwili hajakupa siku zote. Huo mwili pia unao kwa muda. Mwingine naweza ikawa huko hapa umebakiza siku chache kabla hujarudi kutoa hesabu. Mwingine naweza ikawa huko hapa umebakiza miezi michache kabla hujarudi kwa mwenye mwili kwa ajili ya kutoa hesabu. Siku ile kutakuwa na kutoa hesabu. Bila anasema kila mtu itampasa siku hiyo kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo ili apate kupokea ijara ya mambo aliyotenda, yawe ni mazuri au mabaya. Lakini mahali pengine anasema kila mtu atasimama mbele ya hicho kiti cha hukumu ili apate kutoa hesabu ya mambo yake, ili apate kutoa hesabu ya muda wake, upate kutoa hesabu ya jinsi ulivyotumia pumzi, upate kutoa hesabu ya jinsi ulivyotumia mwili. Kama ulitumia kutembea na waume za watu, siku ile itakuwa kwako ni akilio. Siku ile ya kutoa mahesabu kwako itakuwa ni ya kusaga meno. Kama ulitumia huo mwili kwa zinaa, siku ile kwako itakuwa ni akilio. Kuna watu ambao miili yao watakuwa wameitumia kwa faida. Waliishi maisha matakatifu, walienda kwenye nyumba za ibada, wakamwabudu Mungu katika roho na kweli. Walikuwa ni watu wanaompenda Mungu. Wengine walikuwa ni wahubiri wa Injili. Siku ile nao wakiwa wanatoa hesabu,
Mungu atapendezwa na hesabu zao. Na Biblia inaniambia Mungu atawazawadia kitu, atawapa taji ya uzima, atawafuta na machozi. Siku hiyo sijui utakuwa upande gani, lakini ninachojua ni kimoja: iwapo jioni ya leo ukiacha kufanya kosa kama alilolifanya Adamu la kwenda kinyume na neno la Mungu, siku ile na wewe pia utafutwa machozi, siku ile na wewe pia utavikwa taji, siku ile na wewe pia Mungu atakupongeza, siku ile na wewe pia utaketi karibu na Mungu, hautafukuzwa mbele za uso wa Mungu. Halo, Bwana asifiwe sana. Sasa tulikuwa tunaongea kwa habari ya Adamu wa kwanza. Adamu wa kwanza kwa sababu ya tabia akafika mahali akaanza kuipuuzia sauti ya Mungu, kama ambavyo wewe umeanza kupuuzia ibada. Siku hizi mpaka tukupigie simu, siku hizi mpaka tukutumie message, siku hizi mpaka tukutumie matangazo ndio uje kwenye ibada. Hii ni dalili ya haraka ya kwamba umeanza kupuuzia mambo ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba mtu yoyote akianza kupotea, dalili ya haraka ni kuanza kupuuzia mambo ya Mungu. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya kwanza mstari wa 18 anasema ya kwamba kwao waliopotea neno la msalaba ni upuuzi. Maana yake ukiwapelekea watu habari za Yesu, neno la msalaba ni neno ambalo, neno la msalaba ni neema ya Mungu, neno la msalaba ni nguvu ya Mungu, neno la msalaba ni upendo wa Mungu, neno la msalaba ni injili ya Kristo. Ukiwapelekea watu injili kama hiyo, wanaona ni upuuzi. Hawana muda wa kwenda ibada, hawana muda wa kuishi maisha matakatifu, hawaamini tena ya kwamba inawezekana ukaacha kutoa rushwa, hawaamini tena ya kwamba unaweza ukaishi bila kudanga, hawaamini tena ya kwamba unaweza ukaishi bila ulevi, hawaamini tena, na wamefika mahali ambapo wanashawishi mpaka wengine. Mtu yeyote ulioko mahali hapa, nataka nikusisitize, usikubali mtu akakushawishi ukapotelea jehanamu. Siku ile hautamwambia Mungu, nilimsikiliza mchungaji fulani akasema unaweza ukaendelea kulewa kidogo, wala sio dhambi. Mungu hatakusikiliza, maana katika siku hiyo inaniambia Wagalatia sura ya 6 mstari wa 6 ya kwamba kila mtu atabeba furushi lake peke yake. Hautabebewa furushi na wazazi wako, hautabebewa furushi na kiongozi wako wa dini, hautabebewa furushi na ndugu zako, hautabebewa furushi na wapendwa wenzio. Ukiwa hai tunaweza tukakubeba kwenye maombi, ukiwa hai tunaweza tukakubeba kwenye sadaka, lakini ukifa habari yako imeisha, mzigo wako unaenda nao. Biblia inasema heri wafu wafao katika Bwana, na baada ya kufa matendo yao yanafuatana nayo. Utakapokufa kama ukumpokea Yesu, mzigo wa kwanza utakao kukandamiza ni matendo yako machafu ya sirini na ya wazi uliokuwa unaishi ukiwa hai. Adamu akakosea. Baada ya kukosea, Adamu akutafuta toba, akatafuta mtu wa kumsingizia, kama ambavyo wewe unapoendelea kukosea unatafuta kitu cha kusingizia. Adamu akatafuta mtu wa kumsingizia. Wewe unasingizia ujana ni maji ya moto, haiwezekani kuishi maisha matakatifu. Unasingizia hakuna aliye mtakatifu kwa sababu ulimuona mtu fulani aliyeanguka. Hivi unajua wengi hata wanaosingiziwa, wale wanaosingiziwa wameanguka. Wakati Adamu anamsingizia Hawa naye pia hakuwa sahihi. Hawa naye pia alikuwa ameanguka. Watu wengi walioanguka huwa wanaangalia wenzao walioanguka, wanajitia moyo. Adamu alimwangalia Hawa mwenzake aliyeanguka, akaendelea kujitia moyo ya kama Mungu nisingeanguka kama huyu mwanamke asingekuja kwenye maisha yangu. Uko hapa unasingizia marafiki, uko hapa unamsingizia mume wa mtu. Ni kweli alikufuata, lakini hiyo sio sababu ya kuendelea kuchepuka. Hiyo sio sababu ya kuvunja ndoa ya watu. Hiyo sio sababu ya kuendelea kukaa kwenye zinaa. Unamsingizia mjomba, hiyo sio sababu mbele za Mungu. Mjomba wako atahukumiwa kivyake na wewe utahukumiwa kivyako. Kama ambavyo Mungu alivyoingia kwenye bustani, Adamu alipewa adhabu yake kivyake, Hawa alipewa adhabu yake kivyake, na shetani naye pia alipewa adhabu yake kivyake. Adamu akaambiwa kuanzia leo utakula kwa jasho na michongoma itakuzalia. Adamu alilaaniwa kivyake, na Hawa naye pia akaambiwa kuanzia leo utaanza kuzaa kwa uchungu. Kuanzia leo uzao wako utang'atwa kisigino na yule nyoka, lakini uzao wako pia utamponda nyoka kichwa. Nisikilize mpendwa, na mtu yeyote aliyeko mahali hapa, siku ile hautahukumiwa, hatutahukumiwa jumla. Mungu hata hukumu watu wa familia fulani, atakuwa na hukumu mtu mmoja mmoja. Hatakuwa na hukumu mtu mmoja mmoja, na hukumu ya Mungu haipo mbali. Kama ambavyo haikuchelewa kwa Adamu, hukumu ya Mungu haijachelewa. Nataka nikueleze kwa habari ya majanga aliyoleta Adamu wa kwanza na jinsi Biblia ilivyomleta Adamu wa mwisho.
Biblia inasema baada ya Adamu kuharibu, hata watoto waliowazaa nao pia wakavaliwa na roho ya dhambi. Hata walioendelea kuzana baada ya hapo, dhambi ikaendelea. Kaini akamuua ndugu yake Habili. Kaini akazaa tena watoto, likazaliwa lijamaa linaitwa Lameki, na lenyewe likaanza kufanya mauzauza. Ikazaliwa kizazi kingine cha wakati wa Nuhu, ambapo Mungu alikiteketeza kwa maji. Mungu akakifagia. Mungu ana uwezo wa kufagia wazinzi. Hata angalia ni wengi kiasi gani ili awaonee huruma. Hata angalia ni wachache kiasi gani labda ili awaonee huruma. Mshahara wa dhambi haujawahi kubadilika. Wingi au uchache wa watu haubadilishi mshahara wa dhambi. Biblia inasema akatokea Adamu wa mwisho. Nisikilize kwa makini. Akatokea Adamu wa mwisho. Biblia inaniambia sio Adamu wa pili, sio Adamu wa tatu, sio Adamu wa nne, sio Adamu wa tano, sio Adamu wa sita. Huyu alikuwa ni Adamu wa mwisho. Na Biblia inasema ya kwamba Adamu wa mwisho aliitwa roho yenye kuuisha. Biblia inaniambia aliitwa roho yenye kuuisha. Na kuanzia hapo, huyu Adamu wa mwisho, Mungu hana mpango mwingine wa kumleta mtu mwingine duniani. Mungu hana mpango mwingine wa kuleta mkombozi mwingine duniani. Yesu ndio wa mwisho, anaitwa Alfa na Omega. Yeye ndio mwisho. Mungu hana njia nyingine ya kumtoa mtu kwenye dhambi. Yesu ndio mwisho. Mungu alipoangalia, alileta safina, akaona safina haijasaidia. Alipopiga dunia wakati wa Sodoma na Gomora, akaona Sodoma na Gomora haijasaidia. Lakini majira haya ipo njia moja peke yake. Hiyo njia inaitwa Yesu Kristo. Yeyote ulioko hapa, haijalishi umefanya nini, haijalishi umetembea na wanaume wangapi, haijalishi umetembea na wanawake wangapi, ikiwa jioni ya leo utamkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuambia utakuwa umeiona njia. Mbinguni hatutaingia kwa jina la dhehebu. Mbinguni hatutaingia kwa kigezo cha dini. Mbinguni hatutaingia kwa kigezo cha kabila. Hatutaingia kwa kigezo cha dhehebu. Tutaingia kwa sababu tumempokea Yesu. Na watakaoenda jehanamu pia hawataenda kwa sababu ya zinaa, hawataenda kwa sababu ya ulevi. Wataenda kwa sababu wamemkataa Yesu. Na ushahidi ya kwamba umemkataa Yesu ni kuendelea kuishi maisha ya dhambi, ni kuendelea kucheza na zinaa, ni kuendelea kucheza na uasherati. My brother, my sister, dada yangu na kaka yangu lioko maeneo haya, kwa haya hizi dakika chache nilizobakia nazo, nataka nikushauri ya kwamba kuulize wakati huo, nikwambie wakati huo utakuwa na nafasi ya kuchagua. Nafasi pekee ya kuchagua Mungu aliyokupa ni hii. Ukiichezea hii nafasi, hautakuwa na wakumlaumu. Na mimi pia ninanaa mikono leo ya kwamba nimekuletea neno na nimekueleza kile ambacho Mungu alikusudia usikie. Kuna wengine baada ya hapa hauna muda mrefu wa kuwepo duniani. Sisemi hivi kukutishia, maana umeshaona watu wengi wakifa, lakini nasema hivi kukupa taarifa. Je, ungekuwa umebakiza siku moja ya kuishi, ungerudi kwenye ulevi? Ungekuwa umebakiza masaa 5 ya kuishi, ungerudi kwenye zinaa? Ungeendelea kutembea na mke wa mtu? Ungeendelea kuishi kwenye uchawi? Ungeendelea kutafuta mali kwa kuwafanya watoto, unawafanya watoto, unatoa watoto kafara, umefanya mke kuwa zezeta kwa sababu ya unapenda mali? Wewe ni shahidi, usingeendelea na hayo maisha. Tumia nafasi hii kutubu. Tumia nafasi hii kurudi kwa Mungu. Yesu bado anakupenda. Mungu bado anakupenda. Na sauti hii ni sauti ya baba kumuita mwanawe arudi tena kwenye ufalme wake. Hapo ulipo nataka niombe na wewe sasa. Sema, ee Bwana Yesu, jioni ya leo nimelisikia neno lako ya kwamba Bwana Yesu unanipenda. Naomba Bwana Yesu nisaidie. Kuanzia sasa unipe nguvu ya kushinda dhambi, na unipe pia msamaha wa dhambi. Bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike upya kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa, Bwana Yesu, nimekubali uniongoze na uyatawale maisha yangu. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Ongera kwa kumpokea Bwana Yesu. Na nataka nikupe maelekezo machache na mambo machache ambayo unatakiwa kuyafanya baada ya kumpokea Yesu. Mungu ameanza safari
Kwa kusema hivi, maana nyingine ni kwamba unahitaji kupata mahali utakapolelewa, mahali utakapokulia. Bwana asifiwe sana. Kama ambavyo Mungu aliwaamini wazazi wako wa kimwili wakakuzaa na wakakulea, ndivyo alivyo hata mambo ya kiroho. Kuna watu Mungu alishawatanguliza ili wewe utakapokuja kuokoka wakulee, wakufundishe njia ikupasayo kuiendea, wakufundishe namna ya kuomba, wakufundishe namna ya kusoma neno, wakufundishe jinsi Mungu anavyohusiana na watu na mambo mengine kama hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia andika namba hii ya pili, 0759 62 56 73. Hii ni ya kwangu, nitakusaidia pia uweze kufika kanisani. Lakini pia kama una maswali, unahitaji kujua sisi ni watu wa aina gani, tunaamini nini, tunayaamini haya ambayo nimeyasema. Ila kama una mgonjwa yuko nyumbani, una mtu kule nyumbani ana matatizo ya mgongo, anasumbuliwa na sukari, miguu inawaka moto, huyo mtu dawa za Kimasai msiendelee kumpa tena. Jumapili saa 3 asubuhi hakikisheni anakuwa pale kanisani. Mungu atamfungua na ataondoka akiwa mzima. Mna mtu kule nyumbani anasumbuliwa na degedege, kifafa, pumu, magonjwa hayo yote, mlete Jumapili pale. Vidonda vya tumbo sugu, umefika mahali hata kula uwezi, unachagua vyakula. Wakati mwingine ukiangalia vyakula unavyokula unakuwa kama mnyama. Yaani kingine unakula ni mboga, lakini hiyo mboga ni majani yamechemshwa kwa sababu ya vidonda vya tumbo. Njoo Jumapili pale kanisani. Nimesema kwenye kibao cha kuelekeza kwenda shule ya msingi Goba, pembeni yake kuna gorofa iko pale. Kwenye gorofa juu pale huwa tunakuwa na ibada kila Jumapili saa 3 asubuhi kamili mpaka saa 7 mchana. Kwa kumalizia sasa, nataka nimshukuru Mungu kwa ajili yenu wote na niwabariki. Mungu abariki kazi zenu, abariki maisha yenu na awalinde. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya kila mtu aliyoko mahali hapa. Asante kwa ajili ya wote ambao wamelisikia neno lako. Lakini pia Bwana, ninaamini umelituma neno lako sio tu kuwaponya watu, lakini pia kuuponya mji wa Goba na kuliponya eneo lote la Goba. Asante kwa kuwa Bwana kuna watu umewafungua na umefungua ili eneo. Kuanzia sasa tunasimamisha madhabahu za Mungu aliye hai kila eneo ndani ya Goba kwa mamlaka ya jina Yesu. Uchawi hautatajwa, ushirikina hautatajwa, uganga hautatajwa kwa mamlaka ya jina Yesu. Bwana Yesu, tunaamini unatawala sasa. Anga la Goba unalitawala, ardhi ya Goba unaitawala, hali ya hewa ya Goba unaitawala kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wasaidie wafanyabiashara walioko mahali hapa Bwana, waongeze, wakuze, wainue, wapandishe juu. Bariki na uongeze mitaji yao katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana.